Cyrus Jirongo alikuwa mwanasiasa na mfanyabiashara maarufu ambaye pia alipata umaarufu katika siasa za nchi kuanzia miaka ya 90. Kabla ya kuwa mbunge, alipata sifa ambazo hazikuwa za kupendeza, na hii ilikuwa ni kutokana na yeye kuwa mwanaharakati kijana wa kisiasa, na alisifika kwa tabia yake ya uwazi na mawazo huru. Jirongo alijiimarisha kama mfanyabiashara. Katika maisha yake yote alitambuliwa kama mtu asiye na uoga, mkarimu, aliyeleta umuhimu na msingi thabiti katika nyanja za kibiashara na kisiasa za Kenya. Pia alijulikana kwa ushawishi wake juu ya maisha. Labda nikuulize kama unamfahamu Cyrus Jirongo vizuri, na kwa hiyo hapa nimekuandalia wasifa wake na baadhi ya vitu ambavyo vinamhusu na maisha yake. Cyrus Jirongo alizaliwa Machi 21 mwaka wa 61. Alisomea shule ya upili ya Mangu kati ya mwaka 1978 na mwaka 1981. Alijulikana sana katika umri mdogo kwa ujuzi wake wa kuandaa kisiasa badala ya taaluma rasmi. Jirongo alipata umaarufu wa kitaifa mwaka 1992 kama kiongozi wa vijana wa KANU mwaka wa 92. Kikundi chenye nguvu cha kisiasa kilichoundwa kumuunga mkono Rais Daniel Arap Moi wakati wa uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchini Kenya. Kikundi hiki kilikuwa na jukumu kubwa katika uhamasishaji na uchangishaji fedha na kumfanya Jirongo kuwa mmoja wa vijana mashuhuri wa kisiasa wa miaka ya mapema ya 90. Jirongo alifanya kazi na wanasiasa vijana wengine mashuhuri. Kundi la awali lilikuwa na Joel Kimkung, Fred Kiptanui, Joel Mwangale, Sami Kogo na Victor Kibenei. Viongozi hao watano walimteua Cyrus Jirongo kama mwenyekiti, Sam Nyamweya kama mweka hazina na Gerald Bomet kama makamu mwenyekiti. Muhimu zaidi, rais wa sasa wa Kenya William Ruto alikuwa sehemu ya kikundi hicho. Ruto na Jirongo baadaye walitofautiana. Jirongo alijulikana kwa maisha yake ya kifahari wakati wa enzi zake. Kabla ya kushika wadhifa wa kuchaguliwa, Jirongo aliwahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya soka ya AFC Leopards mwaka wa 91. Jukumu hili lilimsaidia kuinua hadhi yake au personal profile ya umma zaidi ya siasa. Katika miaka ya 90, Jirongo alijihusisha na biashara kadhaa